Naam, katika Washington Bureau leo tunazungumzia matokeo ya mdahalo wa kwanza wa wagombea kiti cha rais Marekani uliofanyika wiki hii, ambapo Hillary Clinton wa chama cha Democratic ana matumaini ya kupata nguvu baada ya kumshinda mpinzani wake Republican Donald Trump. Theluthi mbili ya Wamarekani walioulizwa katika uchunguzi wa CNN na ORC wanasema Clinton alifanya vizuri zaidi katika mdahalo huo. Abdu Shakur Abud anatuarifu kwa undani zaidi. Hillary Clinton alionekana amepata nguvu mpya alipowasalimia mashabiki wake huko North Carolina, siku moja tu baada ya kufanya vizuri katika mdahalo wa kwanza kugombania kiti cha rais. Akiwa na furaha anawahudumia wafuasi wake. Kuna waliotazama mdahalo wa jana usiku? Naam, tumemaliza moja, imebaki miwili. Clinton alimweka Donald Trump katika hali ya kujikinga kwa muda mrefu mnamo dakika 90 ya majadiliano siku ya Jumatatu, akimbana juu ya masuala mengi, hasa kwa nini hataki kuonesha ripoti yake ya ulipaji kodi au jukumu lake katika kuhoji uraia wa Rais Barack Obama. Ni hivi karibuni tu ndipo Trump alikiri kwamba rais alizaliwa Marekani baada ya kujaribu kwa miaka kadhaa kuzusha shaka juu ya swala hilo. Kwa hakika alianza harakati zake za kisiasa kwa misingi ya uongo huu wa kibaguzi, kwamba rais wetu wa kwanza mweusi si raia wa Marekani. Trump aliwaambia wafuasi wake mjini Miami baada ya mdahalo kwamba anadhani mdahalo ulifanyika vizuri, ingawa mapema alilalamika kwamba mwongozi wa mdahalo alikuwa na upendeleo na mikrofoni yake haikufanya kazi vizuri. Hata hivyo, alizungumzia uchunguzi wa mwisho wa maoni unaonesha kwamba anakaribia kuongoza na kumshinda Hillary Clinton. Ni mastaajabu, uungaji mkono tunaopata unazidi kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka. Mnafahamu nilishinda hapa Florida wakati wa uchaguzi wa awali na inaonekana ninaongoza hapa Florida hivi sasa. Matthew Delek, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, anasema mkakati wa Clinton kumbana Trump umefanikiwa. Ninadhani ilikuwa ushindi wa wazi kwa Clinton katika viwango mbalimbali, na ninadhani hatimaye utaonekana. Nadhani itakuwa na athari zake katika wakati huu muhimu wa uchaguzi. Mdahalo ujao ni Oktoba 9. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika. Shukran Abdu Shakur. Sasa kuweza kufahamu matokeo ya mdahalo huu yana maana gani katika uchaguzi mkuu, ninaungana kwa njia ya Skype na Profesa George Kakoti kutoka Chuo Kikuu cha Nova Southern Eastern Florida. Karibu sana Profesa Kakoti kuungana nasi katika studio zetu Washington DC. Asante kwa kunikaribisha. Basi kama tunavyofahamu watu wengi na kura za maoni zinaonyesha kwamba Clinton ameshinda katika mdahalo huu uliofanyika wiki hii. Labda ungetueleza tu, unadhani nini kitamsaidia zaidi kuelekea katika kampeni hizi zinazoendelea? Nadhani kama mgombea unaposhinda katika mdahalo wa kwanza inakupa nguvu wewe pamoja na wafuasi wako, kwa sababu inaonekana kwamba mbinu uliyotumia inafanikiwa. Kwa hiyo nadhani Mama Clinton ametokana na hiyo ameanza kujenga imani katika wafuasi wake ambao labda wengine walianza kutetereka kwamba kweli ana nafasi nzuri ya kufanikiwa katika uchaguzi huu. Lakini unadhani mdahalo huu ambao ni wa kwanza kufanyika, ikiwa bado tunasubiri midahalo mingine miwili, inaweza ikabadili mwelekeo wa kampeni hapa Marekani? Ndiyo, nadhani kwa kuwa mdahalo wa kwanza ndio huwa wana wasikilizaji au watazamaji wengi kuliko midahalo mingine. Ingetokea kitu cha ajabu kidogo, basi huenda katika mdahalo mwingine watu wangeongezeka. Lakini nadhani kwa wale wachache, kwa sababu nadhani ni wachache tu ambao walikuwa wakijumba, huenda wale huu mdahalo wa kwanza umemsaidia zaidi na Clinton kuliko Donald Trump. Nakushukuru sana Profesa Kakoti kuungana nasi kutoka huko Florida, na bila shaka tutaendelea kuwasiliana na wewe wakati mwingine. Nakushukuru sana Mama Mgawe kwa kunikaribisha. Naam mtazamaji, basi mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa makala ya leo ya Washington Bureau wiki hii. Usikose kuungana nasi wiki ijayo tukikuletea mengi zaidi kutoka Marekani. Jina langu ni Mary Mgawe na kuaga kutoka Washington DC.